niseme mambo mawili ambayo nimefikiri ni vizuri tukaongea. La kwanza ni swala la uandikishaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Nataka niwaambie, niwashukuru wananchi wa mkoa Mjini Magharibi kwamba ushiriki wao katika daftari la kudumu la mpiga kura katika mkoa wetu wa Mjini Magharibi ulikuwa mzuri, ulienda kwa utulivu, ulienda kwa hekima na busara na uzalendo mkubwa sana. Yaani wilaya zetu zote tatu, kwa maana wilaya Magharibi A, Magharibi B na hapa mjini, wananchi walijitokeza kwa wingi, kwa utulivu kabisa. Yaani mapungufu ambayo tulikuwa tunayasikia kwa wenzetu huko, si mtu amekaa anataka kunyang'anya kitambulisho, anataka kufanya si mambo gani. Kwa bahati nzuri hapa kwetu, kwa sababu ni mjini na ndio makao makuu ya nchi, wananchi walitulia sana. Kwa hiyo hilo niwashukuru sana. Sasa hilo linanipa picha kwamba nyinyi ni waandishi, najua nyinyi ndio mnaokaa na jamii zaidi. Linanipa sura kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka huu Zanzibar naona kama watu watapiga kura kwa utulivu sana na busara na hekima. Kwa hiyo niendelee kuwaomba wananchi wa mkoa wa Mjini Magharibi ile busara walioonyesha katika ile daftari kwa kweli waendelee nayo. Tukifika kwenye kampeni ule mwezi wa 9, waendelee kuwa na busara zile mpaka mwezi wa 10. Tukipiga kura tupige vizuri, tumalize vizuri, tujengee nchi yetu heshima na tutaendelea kwenda mbele na zaidi, kwa sababu Zanzibar ni nchi ya utalii, ni nchi ambayo ina heshima kubwa. Kwa hiyo kama tulivyofanya lile tufanye hivyo. Nataka niseme hilo tu kwamba ilienda vizuri. Lakini jambo la pili ambalo ni muhimu sana kwa siku ya leo, nataka niongee na wananchi wa mkoa Mjini Magharibi kupitia kwenu waandishi wa habari. Kwanza niwapongeze kwa mfungo wa Ramadhani ambao kwa kweli watu wengi wameshiriki vizuri. Mwaka huu tujaona hizo vurugu zinatokea, si watu wana hivi na vile, watu wameendelea kufunga vizuri. Shida tuliokuwa nayo ni uendeshaji wa magari. Sasa vyombo hivi vya madingi mawili kwa maana ya pikipiki. Tumepata shida maeneo mbalimbali, watu wameendesha pikipiki kwa mwendo kasi, magari kwa mwendo kasi. Watu hawakujali hata sheria, wakati mwingine hata ambulance imebeba wagonjwa inawasha na kile kimulimuli chake, mtu anataka wahi nyumbani labda apeleke iftari au kitu kile. Kwa hiyo hajali, kwa hata ambulance watu walishindwa hata kuiheshimu. Kwa hiyo niombe wananchi wa Zanzibar kwa kweli wa mkoa wa Mjini Magharibi kwamba hebu tujaribu kuona ule ustaarabu wa kutumia hizo barabara. Hasa hivi tunavyoenda hii wiki ya mwisho hii ya kumalizia mfungo huu, twende polepole ili wote tuvuke salama tufike pale. Nilikuwa la kwanza kwa kuomba kwamba tumalizie sasa kilichobaki vizuri. Lakini jambo la pili ni siku yenyewe ya Idi. Nafikiri tunajua tunategemea Idi inategemea mwezi utakavyoandama. Kwa hiyo tunafikiri labda na tushapata mufti alivyoona ni kwamba inaweza ikawa tarehe 31 au tarehe 1. Kwa hiyo nimeona leo ni siku nzuri ya kuongea jambo hilo. Niseme tu kwamba serikali kwa ujumla wake kuanzia kwa masheha mpaka ngazi ya juu kabisa wameandaa mazingira mazuri ya wananchi, watoto, kila mtu kupata furaha siku ile ya Idi. Kwa hiyo viwanja vile vya watoto kufurahishia watoto vipo. Kila shehia ina viwanja vyake. Vimeandaliwa vizuri, wananchi wanajua kule. Wito wangu ni kwamba watoto hasa wanapoenda kwenye vile viwanja waende na usimamizi, uangalizi wa wazazi. Tumepata shida kidogo mwaka jana. Kuna mtoto alifanywa mambo ambayo sio mazuri. Kwa hiyo tunasitiza ule uangalizi wa watoto wale wadogo kuanzia miaka 18 kushuka chini wanataka uangalizi mkubwa. Kwa hiyo wazazi niwaombe watoto wakienda kwenye vile viwanja, na wazazi niwaombe pia wajitahidi watoto waende viwanja vya jirani na nyumbani. Hakuna sababu ya wote kujikusanya sehemu moja, waende viwanja vya jirani na nyumbani washerekee vizuri. Lakini kwenye hilo la watoto kwenda tunatumia usafiri. Niwaombe wazazi tena hapo kwamba usafiri tutumie magari yale ambayo yamesajiliwa. Magari yale ambayo yamefanya nini? Yamesajiliwa. Yaani yale yenye leseni za kubeba abiria. Maana yake ni nini? Yale yana uwezo, ukipata ajali au nini unaweza ukalipwa. Umevunjika mkono, umepata dharura fulani, unaweza ukalipwa. Lakini ukipanda ya magari kwa sababu tu mtu ana roli lake, anataka kwenda mjini, anabeba watu pale, likipata shida wale watu wote ni hasara, huwezi kulipwa chochote na bima. Kwa sababu ile sio gari la abiria. Kwa hiyo niombe hilo, lakini pia niwaombe madereva watakaoendesha watu wanapoenda kwenye kusherehekea hii siku yetu muhimu, waendeshe mwendo mdogo, lakini pia wazingatie sheria za usalama barabarani.
kama unaendesha gari huna taaluma ya uendeshaji wa gari, kwa sababu kama una taaluma ile utajua zile masharti yale, kanuni, taratibu na alama zile. Kwa hiyo niombe watu wale ambao ndio na utaalamu waendeshe magari kipindi hicho, kipindi muhimu na kipindi barabara zitakuwa na magari mengi. Lakini pia niwaombe wazazi wanapoondoka sasa nyumbani wasiache wenyewe. Juzi mama mmoja pale Kijichi ameondoka na watoto wake saa 2 tu kwenda kwenye iftari, alikuwa na jamaa akaacha nyumba, baadaye wezi wakaja wakavunja, wameiba vitu vyenye thamani ya milioni 30 juzi. Sasa hiyo inatuonyesha nini? Kwamba ukiondoka nyumbani acha mtu angalau mmoja au jirani wajue, tunaita ulinzi jirani. Ulinzi jirani, neighborhood watch. Yaani unaondoka nyumbani lakini majirani wanakusaidia kulinda nyumba yako. Kwa hiyo utaratibu ukiwekwa hiyo vizuri, nyumba zitabaki salama, watu wataenda kusherehekea vizuri na tutabaki kwa salama. Lingine niseme tu kwamba kwa sababu sherehe hapa mjini ndio kwenyewe hapa, watu watatoka kaskazini, kusini watakuja hapa. Nieleze tu kidogo kuhusu barabara zitakapotumika hapa mjini. Tuna barabara ambazo zitafungwa. Barabara hizo ni kama ifuatavyo ili wananchi washerehekee vizuri. Kuna barabara ya Ng'ambo Polisi hadi Kariakoo. Ile barabara ile itafungwa ili kuwe na eneo la kutosha. Lakini barabara ya Bizedi hadi Kariakoo nayo itafungwa. Kuna barabara ya Kibanda Hatari hadi Miembeni. Kuna barabara ya roundabout ya Miembeni mpaka Kariakoo. Kuna barabara ya Maisara mpaka Mnazi Mmoja. Kuna hii barabara ya Baraza la Wawakilishi la zamani mpaka Shirika la Magazeti. Hizi barabara nafikiri mnazijua vizuri. Kuna hii barabara ya kwa Mzee Mwinyi hadi Bosinia. Hizi barabara hizi zitafungwa. Na nyingine ambazo serikali itaona kwamba labda idadi ya watu imekuwa nyingi au vile zifungwe ili watu wafanye. Naomba watu madereva niwatake madereva hakikisha kwamba wanaheshimu haya maelekezo ya wenzetu wa mawasiliano lakini na jeshi la polisi. Tukiheshimu hivi wananchi watasherehekea vizuri. Lakini jambo lingine ambalo nataka kulisema tu ni kwamba kuna wale vijana wale wenye tabia za hovyo, tabia za kishenzi. Wanapenda kwenda hapa Michenzani Mall hapo kwenye roundabout, wanaendesha magari kwa spidi za ajabu usiku, wanataka kushindana. Wanapiga ile misele ile. Sasa hiyo ni marufuku. Marufuku kabisa. Ukibainika, yani tutaweka askari. Ukifanya mzaha ukakamatwa utakaa ndani mpaka idi ishe. Mpaka mahakama zifunguliwe uende mahakamani. Yani dhamana utapewa ukiwa mahakamani, sio polisi. Sababu tunataka wananchi wakae kwa raha, wakae vizuri. Ukiendesha gari kwa miendo ya ovyo, kutaka kujifurahisha wewe mwenyewe, wanaita drifting. Unaleta madhara makubwa sana kwa watu. Kwa hiyo tunataka hilo. Lakini kuna wale wanaoshindana na pikipiki. Sasa hivi kuna watu pale kwa mfano pale Bububu shule. Mwingine anakaa kule kwenye ile soko jipya kule linalojengwa kule. Alafu anatembea kwa miguu. Mwenye pikipiki anaanzia pale Bububu shule, anaenda speed ya mkute kabla hajafika eneo fulani. Sasa mambo kama hayo ni ya kijinga. Yaani ni michezo ambayo mimi hainiingia akilini. Alafu ukimkuta yule mtu ni mtu mzima tu kabisa. Yaani mtu ana miaka 20, 25. Mtu anaweza kuitwa baba lakini anafanya mambo. Yaani eti mtu anawasha pikipiki pale Bububu shule ya msingi. Mwingine anakuwa kwenye lile soko jipya kule, anatembea kwa miguu, anapeana distance kwamba kabla hujaenda mita kadhaa mimi nitakuwa nishakupita kwa pikipiki. Sasa kuna wale wengine wana pikipiki nne wanashindana kwa speed kwamba ukifika wanacheza kamari. Sasa yote hayo hatuyataki yakatokea. Tukubaini kwa kweli ukifanya makosa haya utapata shida kidogo. Kwa ujumla tu niseme kwamba mkoa wetu uko shwari, tunaendelea vizuri na vyombo vya ulinzi na usalama vyote vilivyokuwa hapa mkoani kutoka juzi chini ya mwenyekiti wetu wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wetu wa mkoa Kitwana, mnamfahamu vizuri, ametushirikisha. Tuna askari zaidi ya 500 wako mtaani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa Mjini Magharibi wanasherehekea sikukuu hizi vizuri kwa amani na utulivu. Na tunawakaribisha watu kutoka mikoa ya kusini, Unguja na kaskazini, lakini watu wa Dar es Salaam wengi wanapenda siku zaidi wapoaje. Zanzibar iko vizuri, mkoa wa Mjini Magharibi iko vizuri. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP
TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.